Upembuzi pamoja mpaka na kuanza mradi, tulisaini mkataba wa ujenzi wa kituo hiki tarehe 24 Septemba 2020, na kutokana na mambo yaliyokuwepo ya kurekebisha michoro na kadhalika, ujenzi ulianza mwezi Machi, tarehe 18 Machi mwaka 2021. Ujenzi uliendelea. Kama tunavyofahamu, tulikuwa tunakabiliwa na janga la corona. Kwa hiyo kutokana na ujenzi ambao unahitaji vifaa vingine kutoka nje ya nchi, kwa hiyo ilisababisha kuchelewa kukamilika ujenzi huu, hasa kukabidhiwa ukabidhiwa muda ambao unaitwa partial handover. Ilitakiwa ifanyike mwaka 2022 tarehe 18 Machi, lakini ililazimu mradi huu ukabidhiwe mwaka 2024, hiyo kukabidhiwa kwa muda mwezi wa 4 tarehe 30, na hivyo umekaa chini ya uangalizi hadi kukabidhiwa tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2025. Lakini kipindi hicho cha uangalizi, mradi huu ulikuwa unaendelea kufanya kazi kwa sababu ili kuona kama kuna mapungufu. Mradi huu umetekelezwa kwenye eneo hili. Miundombinu iliyopo hapa, kwanza kuna jengo hili la utawala ambalo tupo, ni mojawapo ya majengo ya mradi huu awamu ya kwanza. Tuna jengo la hostel ambalo wanakaa wachezaji. Tuna jengo lingine la darasa ambalo ni kwa ajili ya mafunzo yanayofanyika hapa. Tuna viwanja viwili, kimoja cha nyasi bandia na kingine cha nyasi asilia. Alafu tuna eneo lingine, chumba kidogo cha mitambo umeme kwenye eneo hili, na pia kuna fence ambayo imejengwa kuzunguka eneo hili. Kwa hiyo kwa maeneo ya miundombinu ni hali hiyo. Mradi huu ni kutokana na pesa zilizotoka FIFA ambazo ujenzi umegharimu vituo vyote viwili jumla ya shilingi bilioni 9.158. Eneo hili tulilopo hapa, ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 4.59, na hadi mpaka kufikia hatua hii ambayo tupo sasa. Baada ya kukamilika kituo hiki, kama ambavyo yalikuwa malengo ya vituo hivi visaidie kukuza mpira wa miguu nchini, vituo hivi vimeanza kazi mara moja, na katika hatua ya awali mwaka 2024 tulipokuwa na mashindano ya Afrika ya shule inaitwa African Championship, timu yetu ya vijana iliweza kuwa mabingwa wa Afrika. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa hatua ya kwanza, na baada ya hapo tumeendelea kuwa na timu nyingi za wanawake zinafuzu AFCON, na mwaka jana, kama ambavyo kwa kifupi ni kwamba tuna timu ya wanawake ambao kituo hiki maalum hasa ni kwa ajili ya timu za wanawake. Kwa timu ya wanawake iliyofuzu kucheza kombe la dunia mwaka huu imetoka kituo hiki, na timu ya vijana ambayo juzi ilikuwa AFCON inatoka kituo cha Tanga. Kwa hiyo vituo hivi vinatumika, hiki cha wanawake na Tanga zaidi kwa ajili ya timu za wavulana. Na manufaa mengine ambayo yamepatikana hapa ni pamoja na mafunzo. Kuna mafunzo ya ukocha, kuna mafunzo ya wakufunzi na wachezaji wenyewe, na vituo hivi vinatumika kwa ajili ya kuwatafuta hawa vijana wenye vipaji na kuwaleta kwenye eneo hili kwa ajili ya mafunzo. Wanafundishwa kufikia viwango vya kimataifa, na kama mnavyofahamu, hata viwanja vilivyoko pale vimetengenezwa kwa ajili ya kuandaa vijana kwenye mashindano makubwa ya kama mashindano ya kombe la dunia. Kwa wanapofundishwa pale, wanaweza kushindana Afrika, hata kombe la dunia, kwa sababu ya standards hizo. Kwa hiyo kwa kifupi, mkuu wa mkoa, niweze kuishia hapo kuwasilisha. Kwa hiyo tutaweza kuwasilisha kwa kifupi. Kile upande wa kulia kwetu ni kiwanja cha nyasi. Hapa tulipo kuna uwanja mwingine wa mazoezi mdogo kidogo kuliko hiyo, na mwingine tutajenga upande wa
kule tukibaki. Kwa hiyo tutakuwa na viwanja vinne vya mpira wa miguu. Tunalo pia eneo dogo kwa viwanja vingine. Kwa siku za usoni wenzetu wa michezo mingine tutawakaribisha kama tutakuwa na nafasi wa kutengeneza, kwa mfano basketball na viwanja vya namna hiyo. Tuna eneo huku la kujenga bwawa la kuogelea. Tutaliona japo kwa distance, tupata nafasi kufanya hivyo, na tunakusudia kuwa na majukwaa mawili hapa. Kiwanja cha nyasi kuna jukwaa upande wa mashariki, na kiwanja hiki cha nyasi bandia tutakuwa na jukwaa pale. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, viwanja hivi nafikiri majukwaa yake mwaka huu mwishoni au mwakani tutakuwa viko sawa.